tuelekee wapi? Madai ni mazito hayo, lakini kwa sasa tuelekee kule kwa Mrima. Naam. Ni Mbeere Kaskazini. Mbeere Kaskazini. Na tunaanza na kaunti ya Embu, eneo bunge la Mbeere Kaskazini, ambapo wananchi huku walifaidika na kuteuliwa kwa mwanao Geoffrey Ruku kuwa waziri wa masuala ya huduma za umma, ila pengo likachwa huko. Tujiunge sasa na mwanahabari wetu ambaye ni Ibrahim Karanja. Bila shaka amekuwa akikita kambi maeneo yale tangia hapo jana. Na sasa Ibrahim Karanja, sijui kama unatupata moja kwa moja, naona hapo umezingirwa na umati. Wanasema nini kuhusiana na haya maandalizi? Wako tayari? Naam, Wakesho na Nick, wanachosema wakazi wa Mbeere Kaskazini ni kwamba kwa sasa wote wanazidi kuelekezeana lawama. Kuna kumbuka farasi wawili ambao wapo katika kinyang'anyiro hiki cha kuwa mbunge. Farasi wa kwanza akiwa ni wa chama cha Democratic Party ambaye ni Newton Karish, na farasi wa pili akiwa ni wa chama cha UDA bwana Leo wa Muthende, na kwa sasa wanaendelea tu kuelekezeana vidole vya lawama na kusema kwamba upande wa pili unapanga kuzua rabsha katika uchaguzi huu ambao unaendelea ama ambao utakuwa ukifanyika masaa chache kutoka sasa. Na tulichoshuhudia awali, kabla ni kueleze tu ni vipi ambavyo walisema viongozi awali leo hii, tulichoshuhudia awali ni kwamba vifaa vya kupiga kura tayari vilikuwa vimeanza kutumwa katika kuelekezwa katika vituo vyote 134 vya kupiga kura, vituo ambavyo kesho vitakuwa vikishuhudia kuona maafisa wawili kila mmoja wa IEBC pamoja na maafisa wawili wa polisi katika kuhakikisha shughuli hii inafanyika. Tulishuhudia wakati ambapo vifaa vya kupiga kura vilifunguliwa katika kituo cha kuhesabia kura cha Siakago Girls katika eneo la Siakago, na nilipo kwa sasa ni katika wodi ya Evurore, ndio wodi ambayo ina wapiga kura wengi zaidi, na ndio wodi ambao huenda mshindi akapatikana kesho wakati ambapo wakazi watakuwa wakipiga kura. Lakini awali tulizungumza na baadhi ya viongozi, tulizungumza na kamanda wa polisi katika kaunti hii ya Embu Bi Sarah Koki, akieleza kuhusu matayarisho ya usalama ambayo yalikuwa yamefanywa. Vile vile walizungumza gavana wa kaunti hii Cecily Mbarire na pia waziri wa utumishi kwa umma Geoffrey Ruku, wakitoa lawama na kusema kwamba upande wa upinzani unakuwa ukipanga kuzua rabsha kesho wakati ambapo uchaguzi utakuwa ukifanyika. Na mtazamaji, tutakuwa tukikuchezea kauli hizo zao, na kisha baadaye pengine hapa nilipo maraki amesimama kando yangu Senator Medhu pia atakuwa akizungumza kuhusu madai hayo. Lakini kwanza tusikie alisema nini kamanda wa polisi Sarah Koki kuhusu usalama katika eneo hili la Mbeere North hapo kesho. Many people have been injured by these good goons who have been buried in Mbeere North by opposition. But we thank the people of Mbeere North. Despite this provocation, we have maintained peace so far. Na wamekuja hapa number one kwa sababu wameona hawatapata hii kiti. Their plan is to disrupt the voting tomorrow. Na tunajua they are focusing on our strongholds, mahali wanajua candidate wetu wa UDA ako strong. Ni kamanda wa polisi katika kaunti ya Embu Sarah Koki ambaye alikuwa akizungumza awali. Pia umepata kumsikia gavana wa Embu Cecily Mbarire, vile vile waziri wa utumishi kwa umma Geoffrey Ruku wakizungumza kuhusu uchaguzi huu wa kesho na kusema kwamba wanaupinzani wanapanga kuzua rabsha hiyo kesho. Lakini wanaupinzani hao ninao hapa nilipo katika wodi ya Evurore. Ninaye sasa hivi seneta wa kaunti ya Nyandarua John Medhu, na nitakupa muda mfupi tu maana umesikia madai ambayo yalitolewa na upande wa serikali kwamba nyinyi mnapanga kuzua rabsha kesho. Kwa kuwa mmeogopa, unajitetea vipi? Kwanza kabisa sisi tumetumia siku nzima leo kwa mambo ya kujitayarisha kwa uchaguzi wa kesho, mambo ya kutrain agents wetu. Kwa hivyo hatujakuwa na nafasi ya kupanga jambo lingine lolote kwa sababu we are very confident of taking the election tomorrow. Na sisi tumeshafanya kampeni ya kutosha. Sisi hatuna haja ya kufanya mambo mengine. We are very confident candidate wetu atapata. Na ukisikia wale ambao wanafanya, kwa sababu we have very credible information. Na ulisikia hata kiongozi wetu alipokuwa anaongea huko Nairobi kuwa kuna vijana wengi sana wameletwa na watu kutoka mahali mbalimbali ambao wameletwa hapa ili kuja kusuppress wili ya watu ya hapa mbele, kwa sababu ameshajua kuwa kiongozi candidate wetu wako mbele sana. Ile kitu tungetaka kuomba ni hawa ambao wanataka kuvua rabsha, askari wawe wako macho sana. Watu ya Mbeere wameshaamua
na hakuna kitu ambayo unaweza kufanya kwa sababu umeleta rapture kwa polling station yoyote. Mtu yote ambaye si wa hapa hana nafasi kwa polling station, anakuja kufanya nini kama yeye sio agent? Agent peke yake ndiye anafaa kuwa kwa polling station yoyote, lakini kijana ama nani ambaye anatolewa mahali nyingine, Nairobi mahali kwingine, hawana nafasi ya kuwa hapa mbele. Asante. Ni John Medhu, na baadaye tutakuwa pia tukizungumza na viongozi wengine. JB Muturi, kiongozi wa chama cha DP, yupo hapa. Gitonga Mukunji, mbunge wa Manyata, ambaye pia watazungumza, na bila shaka katika taarifa zetu za saa 3 tutakuwa tukipata wanasema vipi wao kuhusu madai haya. Lakini kumbuka wagombea ni 9, wapiga kura ni 55,124 na vituo vya kupiga kura ni 135, na kesho kitakuwa kikichimbika hapa. Maanake ni uchaguzi ambao utakuwa ukiamua sio tu nani mbunge wa Mbeere, bali pia ni uchaguzi ambao umeelekezwa kuamua ni nani kiongozi wa Mlima na ni nani ambaye kisiasa ana semi kubwa kisiasa katika eneo hili la Mlima, na ni vita kati ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na naibu rais wa sasa Profesa Kithure Kindiki. Kwa hiyo mtazamaji, ni kinyang'anyiro ambacho hauhitaji kuondoka hapa NTV katika kufuata kinyang'anyiro ambacho tutakuwa tukikuletea moja kwa moja kutoka maeneo yote.